Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha leo ambacho tunazungumzia wanawake na ubunifu. Mimi naitwa Doreen Anton Sinare, ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Haki Miliki Tanzania, inafahamika kama KUSOTA. Kipindi chetu cha leo tunazungumzia masuala ya ubunifu, lakini tunataka kuwatambua wanawake ambao tupo kwenye shughuli hizi za ubunifu. Kuna wapiga picha, kuna wanamuziki, kuna watangazaji, kuna MC, kuna wamiliki wa vipindi vya kwenye TV, kuna wamiliki wa TV na radio, lakini pia kuna waigizaji, kuna wanamuziki, kuna maeneo mengi ambayo ubunifu unahusika. Lakini pia leo tumechagua watu wachache ambao tunaona kwamba wanafanya kazi kubwa kwenye ubunifu, lakini pia ili kuwatambua kwamba wao wanatusaidia kama nchi kutuburudisha, lakini pia kutupunguzia stress. Kama tunavyofahamu kwenye burudani kuna mambo mengi. Kwa hiyo tuko nao hapa baadhi yao leo. Nitaomba kila mmoja atajitambulisha kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajifahamu na anafahamu vitu gani vizuri anavyofanya kwa nchi yetu, lakini pia kwenye familia zetu ambazo tunatokea. Asante Doreen, nimefurahi kuwa hapa leo. Mimi naitwa Doreen Peter Noni, ni mkurugenzi mkuu na mmiliki wa kituo cha redio Mwanza kinaitwa Lake FM 102.5. Lake FM Raha ya Rock City, redio Wananzengo. Tupo mtaa wa Liberty, karibuni sana. Lakini pia mimi ni mtangazaji pia na kipindi changu kinaitwa Tena na Tena ambacho kinahamasisha vijana wasikate tamaa, kinaruka Clouds TV. Na pia mimi ni mmoja wa waanzilishi wa taasisi inaitwa Peter's Daughter Initiative ambayo imejikita zaidi kwenye kuleta maendeleo na kuongea kuhusu changamoto ambazo zinahusisha vijana. Ni watu ambao tumekuwa tukileta campaigns kuhusu elimu ya afya akili na kadhalika. Asante sana Doreen. Mnaweza mkasema mbona Doreen alafu Doreen imetokea tu kwamba wote tuko kwenye ubunifu. Karibu sana dada Mona. Asante sana. Mimi maarufu najulikana kama Mona Lisa, lakini jina langu halisi naitwa Yvonne Sherry. Ni muigizaji wa filamu Tanzania, ni mtayarishaji na mwongozaji pia wa filamu, ni mtangazaji wa TV na radio. Nimefanya radio mbalimbali na vipindi mbalimbali vya TV, lakini pia mimi ni mtayarishaji ama ni mkurugenzi wa tamasha la filamu na sanaa la wanawake Afrika linalojulikana kama Our Fest. Lakini pia nimeanzisha kitu kinaitwa Act with Mona Lisa, ambapo nachukua mabinti ambao wana ndoto, wanatamani kuwa waigizaji lakini hawajui wapi pa kuanzia. Kwa hiyo nawachukua na watrain na wapa ile miiko ya uigizaji na kila kitu. Tumeanza sasa, tuna mwaka wa 3 na bado tunaendelea. Lakini pia mimi ni mjasiriamali, nafanya kila kitu. Yaani kinachokuja mbele ambacho kinaingiza faida, mimi nafanya. Asante sana. Asante sana dada Mona. Umenikumbusha nafikiri mwaka juzi au mwaka jana mlikuja na hiyo timu ya Act with Mona Lisa KUSOTA. Kwa kweli tulifanya kaigizo fulani kafupi, yani kalitengenezwa pale pale, lakini unaona kabisa wale watoto walikuwa wameshaiva. Tunashukuru sana kwa kuingia pia kwenye maeneo hayo. Karibu sana MC Mina. Asante sana. Kwa majina naitwa Hermina Chonya. Ninafanya shughuli za MC katika sherehe mbalimbali na pia ni mwajiriwa katika kampuni moja ya washauri wa mazingira, na pia ni mjasiriamali kama alivyosema Mona Lisa. Nafanya shughuli zote ambazo zinaingiza profit. Kwa hiyo tu katika kupambana na kuiweka familia na jamii katika sehemu nzuri. Asante sana. Unaona jinsi ambavyo wanawake tunapambana Yaani kila mahali tupo. Karibu sana DJ Sweet Lady. Asante sana. Mimi naitwa Mwanaidi Adnani Msuya, lakini kwa jina la kuingizia kipato nafahamika kwa DJ Sweet Lady. Ni DJ ambaye niko kwenye kampuni ya Pyramio Music Sound, lakini pia nipo Magic FM pamoja na Channel 10. Watu wananifahamu sana nikielezea kwamba ni DJ ambaye nimezunguka na Mheshimiwa Rais mikoa yote. Na ndio DJ ambaye nilikuwa nachezea sana nyimbo za chama.
Nikizungumza hivyo nitafahamika zaidi. Asante. Na pia ni mfanya biashara. Karibu sana. Kabla hatujaanza kipindi nilikuwa nazungumza na wewe kuhusiana na tamasha lile la Tasuba la Bagamoyo. Kwa kweli yani tulikuwa tukikaa pale pembeni tunakuangalia tunasema yani huyu dada kwa kweli ana kipaji. Yani wenyewe wanasema aliamsha. Yani watu waliamka, yani watu walikuwa hawakai. Yani ilikuwa kwa kweli ina utofauti na ukilinganisha na shughuli nyingine ambazo tunakwenda. Kwa kwanza kwa hilo nakupongeza. Umejitokeza kama mwanamke katika hilo eneo. Wapo na wengine nafahamu, lakini mimi nazungumzia wewe kwa sababu nilikuwepo na sio siku nyingi, mwezi wa 12 tu mwishoni. Kwa hiyo karibu sana na nashukuru kwa kuweza kufika. Karibu sana Dasafina. Asante sana. Kwanza nipende kushukuru kwa kunialika leo na kuwa hapa. Naitwa Safina Kimbokota. Ni msanii wa sanaa za uoni. Ninavyosema sanaa za uoni yani sanaa ambazo zote yani vitu ambavyo vinaonekana. Lakini mbali na hapo ni msanii mkazi katika idara ya sanaa bunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa sasa hivi najulikana sana kama mwanamke pekee ambaye anafanya sanaa kwa kutumia taka za chuma. Kwa hiyo chuma. Yes, chuma. Yani kwamba nachukua hizi recycling materials, za chuma, za vitambaa, plastics. Kwa hiyo nazigeuza kutengeneza vitu ambavyo vinaonekana na ni vitu ambavyo vinapendeza katika majumba, katika maofisi na sehemu zingine mbalimbali. Labda unaweza ukatukumbusha sehemu gani hapa Dar es Salaam kwa mfano ambayo kuna hiyo kazi yako ambayo umeifanya na mtu akipita anaweza kaiona? Kwa bahati mbaya sana kazi zangu haziko in public. Nyingi za kazi ambazo nimezifanya ziko kwenye majumba ya watu. Sijapata yani hiyo bahati ya kufanya kazi ambayo ni public. Nakumbuka kulikuwa na project moja ambayo iliandaliwa na Nafasi Art Space. Ilikuwa ni street art na hiyo project ilifanyika poster ya zamani kwenye ile garden. Kwa hiyo zilikuwa zimekuwa exhibited pale, lakini kwa bahati mbaya kazi yangu ilikaa kwa muda wa siku 3 na hisi yani sio vibaka. Tuseme ni vibaka ama ikaibiwa. Iliibiwa ya. Kwa sababu sinatumia taka. Ilikuwa nimetumia masinia ambayo ni chakavu. Kwa hiyo nikatumia kutengenezea artwork. Kwa hiyo possibly ni hao watu ambao wanakusanya hizi scrapers wakahisi kwamba ni moja ya mali, kwa hiyo wakaondoka nayo. Sawa sawa. Nakushukuru sana Dasafina. Nafikiri hiyo sasa ndio moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo wakati tunafanya kazi zetu. Sasa wewe umetengeneza kitu cha ubunifu alafu mtu anakuja anabeba aenda kupima anauza. Karibu sana Zainab. Asante sana. Pia ni furaha kuwepo mahali hapa. Kwa majina naitwa Zainab Sogora. Jina la art natumia Zaina Art. Ni visual artist. Nafanya painting, sculpting, nafanya designing na vikorokoro vingine vingi tu. Pia ni mhitimu wa Chuo cha Sanaa na Utamaduni Bagamoyo. Nimesoma performing and visual art. Kama hivyo. Karibu. Unaweza kutuelezea kidogo kwa sababu jana alikuwa safarini kutoka sehemu fulani kwenye hizo kazi zake. Hebu tugusie kidogo kazi uliyokuwa unaifanya huko na ukasema hii siku ya leo uwezi ukakubali ikakupita. Yaani ni kitu ambacho ni kizuri, ungependa kushiriki. Hebu tueleze ulikuwa unafanya kazi gani kule ulikokuwa? Nilikuwepo Manyara, sehemu inaitwa Kiteto. Kule nilikuwa nafanya sculpture installation. Kuna sculpture kwenye garden fan nilikuwa natengeneza. Ndio. Yeye alikuwa ananieleza kwamba alikokuwa ni garden ambayo inataka kufunguliwa kwa ajili ya wageni kuwa wanakwenda kutembea. Nafikiri wengi tunafahamu unaweza ukafika kwenye garden fulani kwa ajili ya kupumzika, lakini kuna sculptures ziko pale. Kwa hiyo yeye ni kati ya watu ambao wanatengeneza hizo kazi. Hata kwenye roundabouts nyingi, kwenye mizunguko, kwenye mikoa mingi ya Tanzania pia ametengeneza.
Kwa hiyo baadaye tutashare naye kuona hizo kazi zimefanyika wapi na wapi, lakini kwa leo nafikiri tumeweza kujua ni nini ambacho anakifanya. Lakini namshukuru sana Mungu kwa opportunity ambayo nimepewa just kuwa na dada Doreen. Na appreciate kazi unayoifanya. Hivi nimesema nafanya okay. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yeah. Au tuimbie nyimbo moja. Oh no. Lazima tuimbie angalau hata na relax jamani. Yeah. Moja tu. Yeah, nimekuwa kwenye industry, let's call it like that, more than 15 years. More than, yeah. Na nimeona vitu vingi sana. Huwa najipigia tu picha nilivyoanza mimi mwenyewe. Ya kwangu yani mimi nilikuwa hata sijui kama najua kuimba. Yani mimi nina ile asili ya kutaka kujaribu vitu. Na nilikuwa katika mazingira ambayo haya encourage mwanamke anaweza kufanya anything. Na huwa napenda kusema hivyo na sioni haya kwa sababu ndiko nilikotokea mimi. Yani mwanamke kazi yake ni kukaa nyumbani, upike, udumie watu wengine wana haki waende kazini, wakute nyumbani umewapikia chakula, yani kuhudumia watu. So kwangu mimi kusema unaanza kujaribu vitu, unatoka mbele za watu, ilikuwa somehow a disgrace kwa familia, na mimi nilikuwa sijui nafanya nini, but sikuwa comfortable kukaa nyumbani. I mean, yani mimi nikae tu, yani mimi niwahudumia nyinyi mtoke niwahudumia Kwa kuna kitu sasa mkienda huko mjini wasema na mimi nikatafuta huko mjini mnaendaga wapi? Okay. So mimi nilikuwa tu nimejengwa na hiyo tabia that way. Na namshukuru Mungu. Haiwezi kuwa rahisi wakati ambao umezungukwa na negativity ukasema wewe unaweza kutoboa. It's not that easy. Lazima uwe na ile hali ya kusema no matter what. Ukubali maumivu hata kabla hujapata maumivu. Karibu sana dada Stella. Asante. Kwa majina yangu kama nilivyotambulisha mwanzo naitwa Stella Oguma, na hayo ndio majina yangu kamili, na mimi ni mpiga picha, photographer. Napiga picha kwenye harusi. Sana nitambulika zaidi kwenye fashion photography, na 2019 nilibahatika kuchukua tuzo ya Photographer of the Year kwa ajili ya fashion photographer. Ninatolewa na Swahili, yes. Kwa nilichukua tuzo, na napenda fashion kwa kweli. Napenda sana fashion, ni kitu ambacho nakipenda, lakini pia napenda photojournalism. Napenda vitu vingi vya artist, vingi sana. Nikianza kueleza ndio maana mwanzo wakati najitambulisha nikasema nafanya pia na filmmaking, kitu ambacho sijakiweka sana bado wazi, lakini kitu ambacho naenda nacho, naendelea kujifunza. Nafanya event, family portrait, vitu vingi yani kwenye photography. Yeah. Sawa. Nashukuru sana. Umeona jinsi ambavyo tuko matajiri na ubunifu, tuko matajiri kwenye wanawake, yani wanawake ambao tupo tunafanya vitu vingi. Labda na mimi mtapenda kusikia mawili matatu kutoka kwangu Kwa hiyo mimi kama nilivyosema mwanzo, niko kwenye taasisi inayojishughulisha na masuala ya haki miliki. Haki miliki inazungumzia ubunifu. Haya yote ambayo tumeyazungumza hapa, yote ni haki miliki, lakini kuna maeneo mengine ambayo yanahusika pia. Tulitegemea kuwa na wahusika, kwa mfano wanaochora ramani za nyumba. Bahati mbaya mhusika alipata uzuru kidogo, lakini pia kuna wanaotengeneza applications, kwa mfano za simu. Unaweza kufungua simu yako na kukuta applications nyingi. Wapo wanawake ambao wanafanya hiyo. Lakini pia kuna maeneo mengi tu. Baada ya kusikia mengi kuhusiana na ubunifu, lakini pia na mambo gani ambayo tunajivunia katika kazi tunazozifanya, ningependa pia kusikia kwa watu wawili watatu kuhusiana na jinsi gani unafanya shughuli zako na unawezaje kubalance na maisha ya nyumbani kwako au familia yako. Lakini pia tungependa kujua changamoto unazozipitia katika utekelezaji wa majukumu. Labda mimi nizungumzie tu kwa kifupi au ni wachokoze tu kwamba kwa mfano mimi kwenye swala la kazi na familia, kwanza kabisa nishukuru kwamba napata support kubwa kutoka kwa mwenzangu ambaye ni mume wangu. Kwa hiyo isingekuwa hivyo, nafikiri kazi yangu ingekuwa ngumu zaidi na hapa ambapo nipo. Lakini pia kwenye upande wa changamoto naweza nikazungumzia
changamoto kwa wale nao wahudumia, lakini pia na changamoto kwa upande wa taasisi. Kwenye upande wa wale tunao wahudumia, naweza nikasema bado elimu inahitajika sana, na elimu hiyo inatakiwa iendelee, yani siwe na mwisho, kwa sababu kwanza vizazi vinazidi kuongezeka, watoto wabunifu wanazidi kuzaliwa kila siku, lakini hata wale ambao wapo, kuna ambao wanapata hiyo elimu lakini bado unaona elimu haijaingia au haijakubali. Hiyo ni mojawapo ya changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, na ndio maana hata leo tuko hapa ili kuendelea kuonyesha wabunifu ambao kwenye upande wa wanawake kwamba tunachokifanya kinahitajika sana kwenye nchi yetu na kwenye maisha, kwenye familia zetu. Lakini pia changamoto nyingine kwenye upande wa taasisi, kama mnavyofahamu, bado Watanzania tuna shida kwenye mikataba. Yaani ukimuuliza Watanzania 10 ambao wanafanya kazi za ubunifu, muulize amewahi kusaini mkataba, atakwambia tu hapana. Lakini kazi anafanya, maisha yanakwenda, miaka nenda rudi. Kwa kama huna mkataba, maana yake ni kwamba hata ulinzi wa kazi yako unayoifanya utakuwa haupo, itafika mahali utapotea. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye usimamizi wa hizi kazi za ubunifu. Lakini kwenye upande wa wanawake, mimi niseme kwamba sio changamoto sana, kwa sababu wana ushirikiano mkubwa na taasisi, au niseme na mimi binafsi. Yaani hakuna mwanamke ambaye naweza nikamtafuta alafu nisimpate akatoa ushirikiano. Kwa hilo kwanza niseme kwamba ni jambo zuri, japo ni wachache ambao wapo, lakini naamini ni kwa sababu wengi hawajajitokeza kuweza kufahamika. Kwa sisi ambao tuko kwenye industry tayari, tujitahidi kuwaibua ili waweze pia kuepukana na zile changamoto ambazo wanazipitia za kuwafanya waweze kufahamika au kujulikana kwenye wadau kama sisi. Baada ya hayo machache, labda pengine nimkaribishe MC Mina aweze kutueleza ya kwake, alafu tutaenda kwa mtu mwingine. Karibu. Asante sana Doreen. Cha kwanza kabisa labda ningependa kuongea, siko mbali sana na wewe kwenye upande wa familia. Namshukuru pia mwenzangu amekuwa ni very supportive. Kwanza kuna muda naweza nikakaa, yeye ndo akawa yani ananipush zaidi hata mimi mwenyewe. Naweza nikaa nimerelax, afu akasema kwa nini unaiachia hiyo opportunity? Ichukue. Kwani namshukuru sana kwa upande huo. Kubalance pia hivyo, sababu tayari nina mtoto mmoja, Gabriel. Kwa sometimes niseme ni challenge sana, hasa kama utakuta unahitajika ofisini, alafu zinatokea zile kazi ambazo kuna zile kazi zako za kila siku, alafu zinatokea zile siku ambazo zimezidi, unajikuta mtu mpaka saa 3 bado uko ofisini, alafu kunapigiwa simu baba mtoto kafanya hichi. Kwa kweli huaga namshukuru Mungu sana, kwa sababu bila kumshirikisha yeye unaweza kipindi ukaona kama unatoka vile nje ya mstari, yani unahisi kwamba nimezidiwa, sitoweza kuyaenda. Kwa upande wa kubalance na huwa nasali sana, Mungu anisaidie kwa ajili ya kuweza kupambana, mwenyewe huwezi accommodate vitu vyote hivyo. Na pia kwenye upande wa changamoto kwa kazi kama MC, cha kwanza kabisa ni naweza nikasema jamii inayonizunguka. Mara ya kwanza nilipopo nikiingia, wengi walikuwa wananiuliza, kwa hiyo wanafanya MC katika kitchen party? Yaani kuna ile concept kwa imekaa kwenye vichwa kwamba ukiwa mwanamke wewe utakaa vizuri kwenye kusherehesha kitchen party. Kwa ukimwambia kwamba mtu mimi nafanya event zote, ile kukubali kukufungulia kwamba yes anaweza akafanya, ilikuwa ni ngumu sana. Lakini nashukuru jinsi siku zinavyozidi kwenda, mambo yanazidi kubadilika. Na kingine hapo kwenye jamii, kwa upande wa niseme kusimamia thamani, kwa sababu mtu mwingine anaweza kaiangalia tasnia ya MC akachukulia kama ni wanasema msema chochote, yani ni mtu ambaye anaweza akakaa kaanza tu kuropoka, sasa ingieni kaeni. Hapana. Yani sio rahisi jinsi watu wanavyoiangalia.
Kwa sababu gani nasema sio rahisi? Ukitaka kujua, wenyewe wanakuambia MC asipokuwa makini ndo anaweza kaiharibu hiyo sherehe. Sasa hiyo sentence watu wana tend kuisahau mara nyingi, lakini inapotokea tatizo wanairudisha. Sasa MC karibu hii sherehe. Lakini awali labda tunavyosema ndo unapata kazi, labda unamwambia mtu mimi kazi hii tutapatana kwa kiasi hichi kwa sababu nataka nifanye sherehe yako iwe kiwango kizuri kabisa. Utakuwa unataka unamuelezea hata details za ndani kwamba kunatakiwa nilete hichi. Lakini still atakwambia nyie si mnafanya tu, naenda pale unaongea karibisha watu, wanaingia tu wanacheza. Kwani bado still jamii yani haivalue kile kitu, ile service unaoitoa still wanaiona kama ni ya chini. Na yenyewe ni changamoto, yani hata kwenye upande wa kusogea hauwezi kusogea. Kwa mfano kama alivyosema DJ Sweet Lady, alivyoweza kufanikiwa kupata shavu kubwa kwa mwaka jana na kuendelea, ndivyo ameweza kupata kitu ambazo amewekeza kwenye biashara. Vile vile kwenye MC, ukipata kazi nzuri ikakulipa vizuri, utapata kipato cha kujiwekeza zaidi, kwa sababu most of MC wengi utakuta labda wana kodi muziki alafu anaenda yani ana combine inakuwa ni package yake. Namshukuru Mungu mimi nimeanza na muziki alafu ndo nikaingia kwenye MC. Mara kwanza nilikuwa napenda kufanya DJ, ndio maana nikanunua vifaa, lakini baadaye nikajikuta nimenunua vifaa afu nikasema hii DJ hapana, mimi ni wa huku wa MC. Kwa changamoto ni hizo. Sawa. Nakushukuru sana kwa uzoefu wako. Kuna mwingine anataka kutueleza kidogo? Karibu. Kwa upande wangu kifamilia ilikuwa mwanzo, wakati naanza masuala ya DJs kidogo familia ilikuwa inaona hapana, huku ni kupotea. Lakini kwa sasa hivi familia wengi sana wako upande wangu, lakini wale ambao kidogo dini wameishika vizuri bado hawako na mimi sawa. Yaani wananiambia sawa upo lakini jaribu kutafuta namna ya kutoka. Wakati mimi huku ndo naona sasa hivi pesa zinaingia, mimi ndo nitoke hapana, na mimi nawaambia sitoki sasa hivi. Sana. Lakini changamoto sasa hivi sina changamoto kubwa sana, lakini mimi ni DJ ambaye mbali na kudili na masuala ya matamasha nini na nini, ni DJ mzuri sana kwenye masuala ya ukumbini. MC nichukue kama DJ wako nifikirie. Kwa hivyo ukumbini wengi sana wanaokuja kufanya mashuhuri Dar es Salaam au nikiitwa mkoani, ni wengi sana wa mkoani wanakuja kwa ajili ya kufanya shughuli. Kwa hivyo ni wachache sana wanaofahamu kwamba DJ, yani kumzoea DJ wa kike. Kwa mara nyingi huwa anafanya kazi labda naambiwa sasa hivi muda wa dansi napiga mziki, naona kabisa jamani mbona ngoma kali ninazopiga lakini watu hawaendi mbele. Kwa hiyo namuita msi wangu, au ninachofanya sio kizuri. Naambia subiri nitakuonyesha kwa nini watu hawaendi kucheza. Kwa hiyo ananichukulia klipu, watu baada ya kwenda kucheza, watu wananiangalia. Yaani wanapoteza kabisa ile ya kwenda sasa hivi muda wa burudani kwenda kucheza. Watu wanageuka kuniangalia. Kuangalia wewe. Wanashtuana kabisa. Kwa hiyo ni changamoto, kwa sababu kwa upande wangu mimi naona kama na maana ni nyimbo unazopiga nzuri hivi. Mbona watu siwaoni mbele? Kwa sababu mimi jicho langu linakuwa mbele. Sasa kuanza kuangalia kumbe watu wananiangalia mimi baada ya kwenda cheza. Hizi ni changamoto sana, kwa sababu unafanya kazi unategemea kuona watu wanaenda mbele kuongeza kitu, lakini watu wamegeuka wanakuangalia. Sasa muda mwingine na kuniangalia nako kunaleta maana, kwa sababu naondoka na fedha nyingi zaidi ya ile ambayo nalipwa. Kwa sababu anakaa na kuangalia, akiona umempendezesha sana anainuka na kuja kukupa hela. Lakini changamoto ni hiyo, kutokwenda kati kucheza. Mimi nataka muda wa kucheza ukacheze nyimbo zangu ninazopiga. Sawa sawa. Kwa hizo ndio changamoto ninazozipitia sasa hivi sana. Na hivyo kama mwanamke lazima kuna vitu ambavyo upitie. Lakini hivyo ni usipopitia napo utaanza kutafuta kwa nini mimi siambiwi. Sawa sawa. Kwa hizo zipo.
Sawa, nashukuru. Kuna mwingine? Kwa mimi kwenye swala la familia nadhani kuna ugumu wake kidogo, na kama msanii, kwa sababu sisi muda mwingi, yani kwa mimi mwenyewe binafsi huwa natumia hapa studio kufanya production za kazi. Kwa hiyo unakuta ukiwa either na mtoto au kipindi uko mjamzito, unakuwa unapoteza muda wa kuingia na kufanya kazi. Nikija kuangalia kwenye challenge, kwa challenge mimi naziangalia kwa pande mbili, nikiwa mimi kama msanii, lakini vile vile nikiwa mimi kama mtumishi wa chuo. Kwa mimi binafsi nahisi kwanza, yaani ndio nafanya hiyo kazi, lakini kwa jamii inavyochukulia inaona kwamba hizi ni kazi za kiume, na imeshatokea mara kadhaa. Yaani mtu anakuja anaangalia sculpture yangu, labda tuko kwenye exhibition, nasema hii umeifanya wewe kweli? Hebu nione mikono yako. Sasa huwa nakaa na nini, na mtu ana insist kabisa, anasema haiwezekani, wewe utakuwa unatumia vijana wanakufanyia. Kwa hiyo ni kwangu mimi, yani huwa inanivunja moyo kwamba kwa nini usiamini kwamba ni mimi ambaye ndo nafanya hiko kitu. Challenge nyingine ni kwamba masoko yamekuwa, hakuna masoko. Yaani tunafanya tu saa zingine kwa sababu ni passion, yani kwamba ni kitu, yani wewe mwenyewe tu from nowhere unajikuta kwa studio unataka kufanya kitu, lakini kwenye swala la masoko nao ni challenge. Na hii naweza nikaizungumzia pia katika hiyo pande nyingine, yani kama mwalimu wa sanaa, nahisi kwamba tatizo kubwa linaanzia kwenye elimu ya sanaa. Ili mtu apende sanaa ni kwamba anaiishi. Mtoto akiwa toka yuko kindergarten anajua jinsi gani anaanza sijui kupaka rangi, wanaanza kucheza ngoma, wanaanza kuigiza. Kwa hiyo vile kadri anavyoendelea kukua na nini, anakuwa attached na vile vitu, yaani vinakuwa ni part ya maisha yake. Kwamba kuona kuweka sijui decorations kama painting au sculpture au kitu chochote kile cha mapambo ndani, inakuwa ni maisha yake, yani ameishi hivyo. Sasa katika familia zetu nyingi sisi za Kiswahili, kule Uswahilini kwanza ukiweka picha mtu anakushangaa. Na sana anakuja pale anapokuuliza, sasa kama hii hapo umenunua shilingi ngapi? Kumwambia milioni moja. Milioni moja? Milioni moja, yani milioni moja ndio unanunua kitu kama hicho. Unaona? Kwa hiyo yani tatizo linaanzia pale, elimu. Kwamba elimu ya sanaa kwa nchi yetu imekuwa ni shida. Na naongelea hivyo kwa sababu na experience. Nafundisha chuo, unakuta mara nyingi mnapata wanafunzi amesoma labda sekondari, hajafanya sanaa. Form 4, ameingia form 6 hajafanya sanaa. Anakuja kutia sanaa chuo. Kwa hiyo unakuta ni ndio wanakuja namba nyingi, lakini ambao wanakuwa successful ni wachache sana. Sawa. Ya, labda kwenye hiyo umenikumbusha jambo, kwenye kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ilikuwa na vikao mbalimbali vya wadau, kikiwepo kikao kilichohusisha hizi sanaa tunazozungumzia hapa, lakini pia kwenye mashirikisho mbalimbali kulikuwa inaonekana kuna kiu bado ya mafunzo kwenye masuala ya sanaa. Kwa hiyo nakumbuka kuna agizo au tuseme maelekezo yaliyotolewa kwamba kila shirikisho, kila kikundi, kwa sababu unajua kikundi fulani kwa mfano labda cha wanamuziki au cha wachongaji au wachoraji, kila mtu ana mahitaji yake. Kwa hiyo ilikuwa kwamba kila mtu aseme angependa kupata mafunzo ya nini, ili sasa TASUBA na taasisi hizi zote zinazohusika na masuala ya sanaa ikiwepo KOSOTA, BASATA, Bodi, BAKITA, sijui nani, wote hao unaofahamu,
tuweze kufanya mafunzo yale ya muda mfupi mfupi, badala ya ile ya kusema mtu anakuja anakaa darasani mwaka mzima. Wasanii wetu huko anafanya kazi, anataka asome pia. Sio rahisi aende darasani mwaka mzima kwa mfano. Kwa hiyo kuna ile ya siku 3, 4, labda wanaoandika script wana mafunzo yao wanayotaka, wanao direct labda movies, wana mafunzo wanayoyataka, wanaoandaa vipindi vya TV, vya redio. Yaani kila mtu ana kitu ambacho anakitamani. Kwa hiyo mimi nafikiri na sisi pia tuwe kama madereva wa hayo. Haya ninayozungumza sio kwamba nazungumza tu, yako hivyo na barua zilishakwenda kwenye mashirikisho. Na kama sisi hapa tuliopo tunaona pia kuna haja ya hicho, ni vizuri na sisi tukakiibua ili basi tuweze kuingia kwenye huo mfumo wa mafunzo. Nafikiri kati ya vitu ambavyo Mheshimiwa Rais pia anaviwekea msisitizo kwenye ule mfuko wa sanaa, nafikiri wengi wetu tumeshausikia. Ule mfuko wa sanaa una majukumu mawili tu: elimu, mikopo. Sasa kwenye upande wa elimu lazima tushiriki, yani sisi kama wadau, sisi kama wabunifu tutashiriki vipi kwenye ule mfuko. Kwa hiyo ndo hapa ambapo tunatakiwa tuanzie. Lakini pia nafurahi kusikia kwamba wote mmepita TASUBA, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunakubaliana ni kwamba wale ambao walipita pale, wale ambao tayari wako kwenye ubunifu tayari, yani wako kwenye industry, wao pia wahusike kwenye kufunza, kutoa mafunzo kwa wale wanafunzi wanaokuwa pale na kuelezea kwenye maisha, yani kwamba haya ndio unayoyasoma lakini ukija duniani kuna hiki. Nafikiri na hicho nacho huwa tunakikosa mahali, na nafikiri na chenyewe ni kitu ambacho ni vizuri kikafanywa kazi. Lakini nafikiri la kuhusu sanaa kwenye mashule mimi nimelipokea, bahati nzuri niko upande huu na upande huu, nitalifikisha. Lakini najua pia serikali iko kwenye kufight kwenye kufight sana kwamba sanaa zirudi mashuleni, michezo irudi mashuleni kuanzia kwenye level ya chini kabisa. Lakini kuna shule ambazo zinafanya, sio kwamba zote hazifanyi. Kwa mfano BASATA nafahamu huwa wanatoa awards kila mwaka kwa shule ambayo inafanya vizuri kwenye somo la sanaa. Kwa wanafunzi waliofanya vizuri kila mwaka. Nafikiri ni form 4, sijui ni form 4 au form 2, kuna levels tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna shule zinafanya, sema sasa inabidi iwe sasa ni lazima. Mimi nakumbuka enzi hizo tuko shule ya msingi, siku ya sanaa, yani kwanza unaenda excited shule, yani kwa sababu unajua leo ndio siku ya kuchora, leo ndio muziki, leo ndio kama ni nini, au siku ya michezo. Nakumbuka na yenyewe unatoka nyumbani yani unakuwa na energy fulani ambayo tukianza nayo kuanzia kule kuja nayo kuja huku juu, tunayoongea hapa itakuwa ni historia. Kama hivyo unavyosema picha, mtu kununua kwa milioni 1 anasema milioni 1 kiwanja. Lazima tutoke huko, yani lazima tutoke huko. Labda kwa kuongezea tu, najua kwamba kuna shule, lakini kiuhalisia kwa shule za serikali sidhani hata kama kuna shule 10 zinafika ambazo zinatoa mafunzo. Na unakuta zinatoa leza kwa level ya form 4 o level. Wanavyoenda level yale masomo hakuna tena. Kwa hiyo unakuta yani hamna ile consistency kwamba mtu ataanzia hapa. Kwa sababu ni process, unajua sana. It's a process. Kwa hiyo anavyoanza akiwa labda primary amesoma, anakuja sekondari amesoma, amekuja level amesoma, anakuja chuo anasoma. Ni sawa sawa tu tunavyoangalia kwamba science tunaanzia kuisoma tukiwa primary. Tukienda sekondari tunaikuta, ukienda level unaikuta, ukienda chuo unaikuta. Sasa yani ndio hiyo, yani tujaribu tu kufanya hiyo comparison. Kwa nini? Kwa sababu kama hivyo najua saa hizi kwamba serikali yenyewe inaelewa kwamba sanaa ina mchango mkubwa sana. Na ilishawahi kuongelewa bungeni kwamba ina mchango mkubwa sana kwa sasa hivi. Na wengi wao wanaifanya wakati hawana ile professional, yani wanaifanya lakini sio professional. Kwamba mtu anaifanya kwa vile labda amekuwa trained, yani amejiongeza yeye mwenyewe. Na hii ina tusababishia tuwe nyuma kidogo. Nikiangalia kwa mfano kama kwa eneo langu mimi, sanaa ya Tanzania huwezi ukailinganisha na sanaa ya Kenya. Sculptor wa Tanzania huwezi ukamlinganisha na sculptor wa Kenya, kwa sababu wao wanauza, wanajua masoko, yani wako exposed
Kwa hiyo vitu kama hivyo, na nahisi hii yote ni serikali pamoja na hizo taasisi zenyewe kuona kwamba tunaweza tukaipeleka vipi mbele tasnia yetu. Ukiachana na familia, baadhi ya familia nyingi za Kitanzania imekuwa ngumu kwa sapoti au kukubali kile ambacho watoto wanataka, especially kwenye talent. Wanaamini sana kwenye kusoma masomo ya darasani kwamba ili mtoto afanikiwe maybe awe doctor, awe pilot. Hawaamini kwenye sanaa, japokuwa sanaa ina mchango mkubwa sana. Na challenge, tukija kwenye swala la kazi, nikiwa kama mwanamke, challenge ya kwanza kama alivyoongea dada Safina, unaonekana kwa kazi zinazofanya mimi za sculpting, unaonekana kama mwanamke uwezi. Kuna kazi yangu moja nilikuwa nafanya, amekuja mtu amenikuta anatengeneza kabisa. Akaniambia, "Wewe ndio unafanya hii kazi?" Nikamwambia ndio. Akasema, "Hapana, sio wewe." Kazi kama hizi hawafanyi wanawake. Ya, vitu kama hivyo. Changamoto nyingine unakuja kwenye materials. Kwenye sculpting kuna aina nyingi za sculpture na kuna baadhi ya material kwa Tanzania upatikanaji wake ni mgumu. Hata kwa mtu kama unataka kufanya inakuwa ni ngumu mno. Mfano kuna bronze na tuseme marble hizi, sculpture za marble. Upatikanaji wa material kwa Tanzania ni mgumu. Sasa unaweza ukasema ukafanya shipping, lakini pia inakuwa ni very expensive. Tunarudi kule sawa, nafanya shipping, kufuata hayo material na tengeneza artwork. Then nani anakuja kuinunua hii artwork kwa Tanzania? Watu wengi. Changamoto nyingine, watu wanakuwa wanaziogopa kazi zetu. Yaani mtu anaogopa hata kuja kuuliza kwamba hii ipoje? Anaona kama itakuwa sijui, utamwambia bei ghali sana. Yaani mwingine anasema, hiyo mimi kuweka nyumbani kwangu naweza nika afford kweli? Vitu kama hivyo. Ingine tuseme kwenye masuala ya kwenye shule. Sawa, tuna vyuo kama Tasuba wanatoa mafunzo ya sanaa, lakini kwa upande wa visual art, yaani naweza nikasema ni like tumetengwa kidogo. Maana unakuta sielewi, na hisi ndo tunakuja kwa ile swala la mindset za watu. Watu wengi wameamini labda kwenye sanaa, labda uigizaji, hiyo ndio inaaminika kwamba ni sanaa, muziki, lakini kuja kwenye sanaa za kazi za mikono, watu hasa wa Tanzania imekuwa ngumu sana kwa accept. Kingine tuseme, umesema sanaa zinafundishwa mashuleni sijui kutokea primary, sina hakika sana. O level art kule kuna masomo ya art, lakini masomo ya art inayofundishwa sio art hii ya ubunifu ambayo tunafanya sisi. Yaani ni kitu different kabisa. Tunarudi pale alipoongea Madam Safina kwamba kuna baadhi ambao unakuta wamesoma, especially ni hizi shule za private nyingi, unakuta wana masomo kama drawing, wana masomo ya clay modeling, lakini kwa shule za government imekuwa hayo masomo hayapo, ni changamoto. Kitu kama hivyo. Sawa, asante sana, nakushukuru. Asante. Labda kazi alizokuwa anazungumzia kwa kuwapa tu flashback ni zile ambazo anaweza kutumia labda cement, si ndio? Anaumba kitu kabisa, unaona huyu ni fulani, alafu labda unakuta kwenye roundabout ya mkoa fulani iko pale, watu wanapita wanapiga picha. Kazi kama zile ndio kazi ambazo anazifanya. Karibu sana dada Stella. Asante tena. Kwa mimi kama mimi sijaolewa bado niko mwenyewe, lakini naishi na mdogo wangu sometimes. Na changamoto zipo kwenye kazi zetu. Kuna muda nilikuwa namsikia dada Doreen na dada Mona Lisa wanaongea pale, nikawa natamani nikisogee nichangie, lakini nilikuwa nasikiliza ni vitu ambavyo tunapitia. Changamoto, photography ina hela kama mtu anafanya professional touches, iko na hela vizuri tu, unaweza ukafanya maisha yako yakaenda na mambo mengine. Lakini changamoto inayokuja sasa ni kwamba unajua
sijui tuseme ni wabongo asilimia kubwa, na hisi ni case labda ya mindset na vitu kama hivyo. Kazi ikiwa inafanyika mtu akajua hapa kuna hela, tunajaa wengi. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Tunakuwa wengi, lakini wengi wanazalisha vitu vya kawaida. Na wabongo wengi tuna ile kitu ya kusema kwamba unapiga picha labda shilingi ngapi? Mimi naweza nikwambia picha 10, 200,000. Lakini mwingine anapiga picha 10 kwa 50,000. Kwa kawaida utaona kabisa ngoja mimi niende kwenye 50,000, ya nafikiri wanashindwa kujali ile kitu tunaita quality ya kitu ambacho mtu anakipata. Mwisho wa siku unaweza kupiga picha kesho ukaichukia. Lakini kuna picha ambayo ukipiga hata miaka 10 hadi 5 ijayo bado, yani picha huwa inaishi. Hiyo ndio historia ya picha. Picha kuna video, lakini picha nzuri katika uhalisia wa picha lazima iishi. Yaani hata miaka 15 baadaye unakutana nayo. Kwa hiyo challenge kubwa unakuta ni hiyo, labda tunapishana sasa kwenye bei. Tupo wengi photographers. Tupo wengi sana. Yaani wengi mno. Sasa hivi watu wapo vioni wanapiga picha, wengine wanapewa mitaji na wazazi wao. Unakuta sasa sisi wengine tuna hustle na donate kidogo kidogo mpaka uje kupata. Unakuta kabisa kuja kuinvest milioni 10 au milioni 5 ni challenge. Lakini kuna mwingine akisema mimi nataka kufanya picha na vitu kama hivyo, anapewa kamera nyumbani. Si wazazi wako na hela? Yes. Anapewa kamera, anaweza kufanya kazi zake akaingiza hela. Kwa hiyo aoni hasara au aoni ule uchungu wa kuja kupiga picha kwa shilingi 50,000 au 100,000. Sio naelewa. Kwa hiyo sisi tunaribiana soko. Nilikuwa msikia da Mona Lisa anaongea pale kwamba kwa wenzetu huko nje unakuta mtu anakuambia unataka kunifanyia labda video, mwingine anasema milioni 100, kuna mtu pembeni akija milioni 50, mwingine milioni 10. Ni uhalisia kabisa, na nafikiri ni kitu ambacho kinakatisha sana tamaa, kinavunja moyo. Lakini kitu ambacho watu hawakijui ni kwamba hasa wageni wanafanya labda kazi za makampuni au mashirika, wanapokuja haji kukuapproach au haji kuniapproach mimi peke yangu. Unaona, anaanza na wewe, anaanza na yule, afu anakuja kugundua mbona watu wako hivi, lakini mwisho wa siku anarudi kwenye quality. Sasa pale ndo anaamua kukaa na wewe. Kwa changamoto zipo nyingi, ila sanaa kama sanaa inalipa, ina uwezo wa kulipa, na wengine tunaishi kwa kutegemea sanaa. Nafikiri kabisa kila mtu alikaa hapa ukimuuliza anaishi kwa sababu ya sanaa. Watu wana drive, watu wanaishi maisha mazuri, lakini nafikiri sio goals. Yaani watu, kila mtu unamkuta anafanya vizuri, lakini bado anatamani kufika vizuri zaidi. Kama wiki moja nyuma tulikuwa tunaongea na mama yangu Natasha. No, so wiki moja. Nadhani kama siku 2-3 hivi ulikuwa unaongea kwenye radio kuhusiana na KOSOTA. Mama akasema, I say, Dorina anajua hakimiliki. Yaani naona hata ukimwamsha saa 8 za usiku, ukimwambia hiki kitu atakwambia. Yaani unaijua, umeiishi kwa miaka yako yote. Umeelewa? Kwa hiyo pengine hiyo ndo kitu chako wewe. Yaani umejitafuta hapo ndo umejipata. Yaani mimi sidhani kama Doreen ukienda sehemu nyingine utafanya vizuri kama kwa sababu mimi mwenyewe nipo kwenye ubunifu hii muda mrefu sana, lakini ukiniambia mambo yaani kila siku nasoma hizi lakini zinanipita. Yaani kuna vitu vingine unafanya baadaye unaanza kujiuliza kwa nini nimefanya hivi? Kwa sababu sio huko, yaani huko sio kwangu, lakini wewe unazijua haki miliki, haki shiriki, haki sijui nini. Kwa kweli hongera zako. Sawa. Mimi niko tofauti na mwenzangu hapa na Doreen. Wao wanapata support ya waume zao na nini. Mimi bwana niko mwenyewe kama mwenyewe. Sina mume. Lakini familia inakupa support. Lakini nashukuru sana familia yangu, mama yangu, watoto wangu, dada zangu wanani support sana kwa kile ambacho nakifanya. Na vile vile ukisema kubalance familia na kazi, mimi nashukuru sana Mungu sababu na mama yangu. Kwa hiyo hata nikiwa nimesafiri nje ya mkoa, nje ya nchi, najua watoto wangu wako safe na mama. Hilo nalishukuru sana. Kwa hiyo na most of the time niko na yule mtoto mdogo tu, Sonia, na mimi ni mama watoto 3. Sonia na yule mwenzake wako boarding. Kwa hiyo mimi na deal na mtoto yule mmoja tu ambaye pia naweza kubalance kama wanavyofanya wanawake wengine wanaenda kazini asubuhi na yeye anaenda shule, tukirudi jioni maisha yanaendelea. Kwa hiyo hainisumbui. Changamoto
Kwenye tasnia ya filamu ni changamoto ziko nyingi sana, nikianza kuongea hapa nitamaliza kipindi kizima, kwa hiyo tuache kama ilivyo. Lakini nikisema changamoto kubwa kabisa ni kwamba wanawake bado tuko wachache. Tasnia yetu imekuwa dominated na wanaume wengi. Kwa hiyo ndo naiona ni changamoto kubwa sana. Wengi wanawake tunakimbilia mbele ya kamera, wengi ni waigizaji, lakini nyuma ya kamera wanawake ni wachache sana. Na mimi na imani kubwa sana na wanawake ambao wanatengeneza filamu. We have our own way of telling the story. Yani story ambayo imekuwa directed au produced au chochote kile na mwanamke, yani inakuwa better kuliko ya mwanaume. Lakini sisi wenyewe tu pengine tunajiogopa, tunaona tu mimi nikiwa mwigizaji ndo nitashine zaidi. Kwa hiyo nitafurahi sana 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 kuona watengeneza filamu wengi wanawake, na hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tunayo. Na changamoto zingine ni part ya maisha tu. Hauwezi kufanya kitu kikawa smooth tu bwana, lazima ukutane na changamoto ndo ukue. Hivyo tu. Sawa. Karibu Doreen. Nashukuru Mona. Asante. Okay, niwasikiliza wote. Kama Yvonne alivyosema, kusema kweli changamoto ni nyingi. Mimi kwanza I'm very single and I'm very happy. Kwa hiyo sina ile kubalance familia, mume, sijui na kadhalika, hapana, lakini nina familia na baba, kaka zangu, nieces wangu, kila mtu yuko very supportive. Yani sisi ni familia ambayo tuko karibu sana na tunajua vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yetu, na kama changamoto zinatokea tunakaa kikao cha familia na kila mtu anaona namna gani tunaweza kumsaidia mwenzake. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo, kwa sababu isingekuwa nguvu ya uwezo wa wazazi wangu na wa familia, kusema kweli ningeweza kuwa nimekata tamaa zamani, kwa sababu changamoto ni nyingi sana, hasa kwenye uendeshaji wa redio. Mimi nimewasha redio nikiwa na miaka 25. Nili apply leseni I think nilikuwa na miaka 21. So tangu naingia kwenye industry tayari mtu anaangalia kama ni mtoto. Like what do you know? You understand? Na ukiangalia wamiliki wengi wa media houses ni ni wanaume kwanza na ni watu wazima. Umeona? Kwa hiyo nashukuru TCRA imeniamini na ikanipa opportunity ya kuweza kunipa leseni kuwasha redio. Lakini hapo nilipowasha redio sasa, ingawa nilikuwa nafanya production kama producer, tumeshoot matangazo mengi sana, na ninaenda kwenye hizo agency naenda Yvonne bwana, sinipe basi matangazo ya redio. Wenzangu wakanijeuka, hawakuweza kunipa biashara yote kwa sababu wananiambia, Doreen, what are your numbers? Una usikivu kiasi gani? Akamwambia, usikivu unawezaje kupata? Si ndio kwanza tumeanza redio. How do I have listeners? We don't have any listeners. So ikabidi nirudi tena nianze kutafakari, what am I going to do to grow the numbers? So ubunifu ulihusika sana, ndio tukawa redio ambayo tulipeleka redio kwa wananzengo, badala ya kukaa kusubiri mpaka mtu asikie by the way Lake FM. Hapana, tulichukua Lake FM tukapeleke kwa wananzengo, masokoni, minadani, vioni, stendi za basi, kila sehemu tulikuwa tunapiga kelele mule. Ndani ya mwezi mmoja simu zikaanza kunipigia mimi kwamba watu wanataka kununua matangazo. Kwa hiyo ile uaminifu. Unajua soko letu ni what you seeing is believing. Yani watu wanataka kuona kwanza umefanya then watakuja. Lakini pale unapoanza, although wewe unajua kwamba una kitu kizuri na you see your vision and you know utakuwa successful, but not everybody can see your vision. Ndio maana Mungu amekupa hiyo vision, kwa sababu that is your vision for you, Doreen, and no one else will most probably be able to understand it. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ilikuwa hivyo, kuniamini mimi. Umeona? Kwa hiyo nikasema, you know what, my work will speak for itself. I'm not going to beg anybody for anything, you know. You will see and you'll hear about me, and you will respect me, and I will earn your trust. Kwa hiyo nikawa very focused and working hard. Yani nakesha, sijui ningekuwa na huyo husband na hisi angeniacha, sio kwa kurudi nyumbani saa 9 usiku na kuondoka saa 12, you know. Familia unawezaje manage, you know, it's a huge responsibility, both of them, because unaweza, sina watoto lakini mimi naona kama staff yangu or my team members wananzengo wa Lake FM kama sio watoto wangu, but you understand I am so involved in their daily lives, like I feel like
they are my children, but they're not, because some are even older than me, so they can't be my children, you know. A lot of as much as mimi ni mwanamke na nataka kuempower wanawake wengine, lakini kwenye industry yetu au kwenye radio wanawake wengi ni wanataka tu kuwa watangazaji. Lakini kwenye upande wa managerial positions hamna. Kwa hiyo hata mimi kwenye radio pale it's mostly men, wanawake ni wachache. Na hata kwenye managerial positions they're mostly men, not women. But I'm trying to do something about it, and I'm trying to change it. But human resource, to be honest, is a big problem, and yeah, I hope that it will end someday. Ukiacha kuogopa ndio unaanza kugrow. The moment ukiacha kuogopa unaanza kukua. Nadhani mimi pia nilifika hiyo level, kwa sababu mimi ni yule aina ya mwanamke, labda kwa wale ambao wanifahamu na huwa napenda kusema na sio ni aibu, mimi nimeanza kwenye kuuza karanga. Karanga kwa sababu nilikuwa so dependent, yani mpaka upewe. Nikasema yani nachoka, yani nipewe tu. Na nilianza kuuza karanga kwa sababu mimi napenda kutoa sadaka. Kwa nilichoka kupewa sadaka. Nikataka nipate sadaka ya kwangu mwenyewe. So nikaanza kuuza karanga. Vikaranga vya shilingi 10 those years. Shilingi 10 naenda nikaanza kuuza ice cream, mimi nimeuza ubuyu, nimeuza everything. Yani kila kitu ambacho mtu angefaa kufanya. Nashukuru Mungu kutana na watu ambao wanaanza kufanya vitu vikubwa. Mimi hata huko kubwa hata sipajui. Mimi nianza huko chini. Na ni kitu ambacho wewe unamuencourage kila mtu akisema siwezi, it's actually your mindset. Sio kwamba uwezi. Lazima utafute kitu ambacho unaweza kuanza nacho. Na sio lazima kama unakana mtu ambaye yeye ndoto yake ilikuwa kwanza redio. How come Christina mingi anza kufikiria kwanza redio? Yani kwanza yani redio ndo nani? Mshanielewa? Yani ni kitu ambacho hakipo. So lazima una kitu unachoweza kuanzia. Na mimi huwa sioni aibu kusema hivi ili kumencourage mwanamke mwingine yeyote alipo. Of course nianza na karanga, lakini siuzi karanga. Leo ukija ofisini kwangu na lazimika niuze karanga, watu wanakuja kuniomba, si ndio wanakuja kuomba msaada, wanataka ushauri, wanaweka pale. Zile pesa zote nazo za karanga ndizo hizo nazosaidia watu. Wanazokuja na sio kwamba napita tena kukaanga karanga, lakini pia naambia tu watu wangu, mfungieni karanga, nifanyeni hivi, tupange pale ubuyu nini kila kitu. Vitu vile vidogo. Na zile pesa zote ninazouza, mtu akija Christina nataka hiki, nasema okay. Naangalia nimeuza shilingi ngapi? Chukua. Na nikimpa naambia hii pesa unaweza kwenda kuanzia biashara kama hii. Kwa sababu sitaki tu kumsaidia mtu alafu nimwache hivyo. Nataka nimsaidie mtu huko nikiwa nimemwambia nini ninachokifanya. So maisha yangu yamekuwa hivyo. Mimi nimejaribu kuimba na nikamshukuru Mungu, nikianza kuimba matatizo yalikuwa ni mengi, lakini Mungu akanisaidia nikaenda. Nilipona nani ya kwanza nikaona inaenda vizuri, ya pili hizi ukishafaulu kitu kimoja ninakutia moyo. Unaongeza. Yeah, alafu mimi nila ina mwanamke ambaye nishasema kukata tamaa, it's not my portion at all. Changamoto ni nyingi, siwezi kuzungumza kama nilivyosema Mona Lisa. Kwanza nataka tu nimwambie Mona Lisa, mimi pia nataka kuigiza. Naomba unifundishe. Kama sio kunifundisha ushirika, sababu nadhani pia ninaweza kuigiza na nina kistori kimoja hivi hujai kukipata. And this one we will sell. This story we will sell all over the world. Umeona? Umetukutanisha. Alafu sasa tuna radio hapa itatupigia debe, au sio? Yani when you meet women, yani mambo yanakuwa ni rahisi. So please, by the mimi. Umeona kitu? Exactly. Na hiyo kitu ni hivyo. I tell you, kama utakuwa interested, I beg. Ukiona uko interested, just. Mimi naamini katika ndoto. Yani wote tuko hapo kwa sababu somebody somehow alipatana na idea, the dream, akaanza kuisukuma. Ndicho ambacho kimetufanya mpaka tuwe hapa. Mimi ni wa kutokea Kigoma, yani mpaka ufike Kigoma mpaka mwanamke niwe hapa. If it's not the dream, nisingekuwa hapa. So umenielewa? So dream ndo zimetufikisha hapa. No, now speaking of challenges ni nyingi. Hatuwezi kuzimaliza, lakini challenge moja wapo kubwa ni kukubali kushindwa. Mimi ni mtu ambaye napenda kuwa na kila mtu. Unaona nafanya injili na somehow injili inakwambia ujitenge na watu fulani, uwe na watu fulani. Me I don't like that. Mimi napenda nikutana na bongo movie, we sit, we talk.
So nadhani naaminiki kwamba kuna vitu ambavyo wanavyo vizuri ambavyo maybe naweza vikanisaidia. Nikutana na Bongo Flava, I talk to them. Mimi nakaa nao tunaongea. So wengine nakaa sasa mimi watu wakiniponda sema no, they don't know me. I know myself, right? Na mimi napenda tu kwa hivyo, na at the end of the day sanaa ni sanaa. Na mimi wanapenda kusema hivi, sanaa ni sanaa. Sanaa hata kama wewe unaimba sio kama malaika unaimbia mbinguni. When it comes ni sanaa, ni sanaa. Ina element zake ambazo ni same. Same. So vile vitu ambavyo viko kwa dadangu Pomona, yani anafanya vizuri na amefanya kazi, nimemwona, yani mimi sisi nilikuwa bado kijijini. Ndugu yangu ameanza kitambo. Yani mmeng'ang'ana. Mbona mbishi? Lakini azeki, you see? Sasa kile kilichomfanya Mona Lisa mpaka hapo walipo. Somehow ningependa kukaa naye and nijue, you see? Nini kimemfanya aweze kusurvive kama mwanamke tena. So hicho ni kitu ambacho mimi watu wakisema wanijadili na kwa negative for me, nasemaga tu they don't know me. Na ninachokiamini kabisa, wito wangu ni tofauti na mtu mwingine yote. Yeah. Asante sana. Leo tulikuwa tukizungumza na wanawake katika ubunifu, lakini pia tulikuwa tukizungumzia mambo mbalimbali tunayokutana nayo katika masuala ya ubunifu. Tulikuwa na Stella ambaye ni mpiga picha, tulikuwa na Zainab ambaye yeye anabuni kazi za mikono, lakini pia na Safina na yeye pia katika kazi za mikono, kazi za sanaa za ufundi. Tulikuwa na DJ Sweet Lady, pia MC Mina, tulikuwa na Mona Lisa, tulikuwa na Christina Shusho pamoja na Doreen Noni. Wote hawa ni wabunifu au wasimamizi katika masuala ya ubunifu. Tunawashukuru sana kwamba tumeonyesha ni jinsi gani ambavyo wanawake tupo katika masuala ya ubunifu, lakini ni jinsi gani tunahusika katika ujenzi wa taifa letu na kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele, lakini pia katika upande wa kujiwezesha sisi kimapato, lakini pia kwenye upande wa kuburudisha wadau, kuburudisha wananchi, lakini pia kuondoa stress za nchi ambazo tunazipitia katika maisha yetu ya kila siku. Nafikiri wengi wetu tutakubali kwamba kwa mfano leo hii tukasema wabunifu wote wasifanye kazi, tukasema taasisi au vyombo vyote vinavyohusika kutuburudisha visifanye kazi, hayo maisha yatakuwaje? Nafikiri kwanza wote tutapata magonjwa ya ajabu ajabu, au tunaweza tukapata stress zisizokuwa na uelekeo. Kwa hiyo sisi binafsi tunatoa shukrani kwa kutusikiliza, lakini pia kwa kuwa na sisi, na vile vile nitoe shukrani za kipekee kwa Tayoa ambao wametupatia studio hii ambayo ni nzuri na tumekaa hapa muda mrefu ikiwa na utulivu, lakini pia na watumishi ni washukuru sana kutoka Tayoa ambao wako nyuma ya kamera. Ni washukuru pia watumishi kutoka Kosota ambao tuko nao hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lengo letu linatimia la kuonyesha umma kwamba wanawake katika ubunifu, katika siku yetu hii nzuri ya siku ya mwanamke duniani, siku ya wanawake duniani, tunaonekana na tunaonyesha yale tunayofanya katika nchi yetu. Asanteni sana na karibuni tena Kosota, lakini pia tuwatumie wabunifu hawa kuhakikisha kwamba malengo yao na malengo yetu yanatimia. Asanteni sana.